njia yake ya msalaba, tukifuata hadithi za mateso yake katika Injili. Huko tunapanda Yerusalemu, na mwana wa mtu atatolewa kwa makuhani na kwa waandishi, nao watamkamate na kutoa kwa mataifa wamfanyizie furaha na kupiga mijeledi na kumsulubisha. Naye katika siku tatu atafufuka. Yesu, ulitaka kujitoa mwenyewe kwa mateso makali hata kufa msalabani. Tupatie tufikiri vema ukuu wa mapendo yako yasiyo na mipaka, tupate kukupenda na kukufuata wewe, ndiye mchungaji mwema mwenye kutoa uzima wake kwa ajili ya kondoo. Cha kwanza, Yesu anahukumiwa. Tunakuabudu na tunakusifu Yesu Kristo. Wakachochea kundi la watu waombe awafungulie zaidi Baraba. Pilato akasema tena, akawauliza, basi unataka nimfanyeje huyu mnayemwita mfalme wa Wayahudi? Nao wakalia tena. Pilato akawaambia, basi amefanya uovu gani? Wakazichukulia, msulubishe. Naye Pilato akitaka kuwatuliza kundi la watu, akawafungulia Baraba
lakini ulizunguka popote ukiwatendea watu mema. Na japo hiyo watu wa taifa lako walikutuma na kukusulubisha, kuomba tunakuomba ufanyizie tukumbuke siku zote mema yako, tupe tena kwa kutenda dhambi, lakini tuwe waaminifu kwako mpaka kufa, wewe unayeishi na kutawala milele na milele. Sala ya kutubu. Utuhurumie Bwana. Roho za marehemu kwa rehema ya Mungu zipumzike kwa amani. Ule msalaba huo mzito, apagazwa mwana mpenzi wa Mungu, ili waendea mateso Kituo cha pili. Yesu anapokea msalaba. Tunakuabudu na tunakusifu Yesu Kristo. Kwa sababu umekomboa dunia kwa msalaba wako mtakatifu. Kweli yeye amechukua mateso yetu, amejitwika huzuni zetu, nasi tulimzania ameazimishwa, amepigwa na Mungu, ameshushwa. Sisi sote tulikuwa tunatangatanga kama kondoo, kila mmoja akifuata njia yake mwenyewe, naye Bwana amemwangusha yeye maovu yetu sisi sote. Tuombe. Yesu ulisema, hakuna mtu anayenitwalia uzima wangu, ila mimi nautoa kwa kutaka kwangu mwenyewe. Kwa mapendo hayo makuu ulipokea msalaba wako na kuchukua mpaka Golgotha. Tunakuomba ututilie nguvu ya kuchukua magumu na mateso yetu bila kunungunika, na kufuata mfano wako uliyetaka kuteswa kwa ajili yetu, unayeishi na kutawala milele na milele. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yafanyike duniani kama mbinguni. Utupe leo chakula chetu kila siku, utusamehe makosa yetu kama tunavyosamehe waliotukosea, usituache kushindwa na vishawishi, bali utuhurumie Bwana. Roho za marehemu kwa rehema ya Mungu zipumzike kwa amani. Unamuumba mbingu na nchi, yupo chini mzigo wamwelemea, na mtu kiumbe chake kwa ukali tuifuate
anaanguka chini ya msalaba. Tunamwabudu na tunamsifu Yesu Kristo. Kwa sababu umekomboa dunia kwa msalaba wako mtakatifu. Yeye ameumizwa kwa ajili ya dhambi zetu, amepondwa kwa ajili ya maovu yetu. Adhabu inayotuletea amani ilipata, na kwa vidonda vyake sisi tumepona. Tuombe. Yesu, uliona msalaba wako ni mzito hata ukaanguka chini yake, lakini ulisimama tena na kujitwika msalaba wako kwa nguvu ya mapendo yako. Tunakuomba utuhurumie sisi tunaposhikwa na magumu mazito, ututulie nguvu ya kuyavumilia kwa mapendo, tupate kuungana nawe katika kazi ya kuwakomboa watu, wewe unayeishi na kutawala milele na milele. Amina. Sifa kwa Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Utuhurumie Bwana. Roho za marehemu zipate rehema kwa Mungu na zipumzike kwa amani. Uko njiani, Maria, waonaje hali ya mwana wako? Ni damu tupu na vidonda, machozi yafunga macho, tupate njia ya msalaba, tuifuate mpaka Kalvario. Usimame pale bila haya, Kituo cha 4. Yesu anakutana na mamaye. Tunakuabudu na tunakusifu Yesu Kristo. Kwa sababu umekomboa dunia kwa msalaba wako mtakatifu. Simoni alimwambia Maria, "Tazama, mtoto huyu amewekwa aangushe na kuwasimamisha watu wengi katika Israeli, awe alama inayoleta ubishi, kusudi yaonekane wazi mawazo ya mioyo mingi. Nawe mwenyewe upanga utachoma moyo wako." Tuombe. Yesu, katika njia yako ya msalaba, upanga wa uchungu ulichoma moyo wa mama yako alipokuona wewe mtoto wake umevikwa taji la miiba na kuchukua msalaba wako. Tunakuomba watulize mama wanaoona uchungu sababu ya mtoto wao mgonjwa. Tusaidie na sisi tuwe na moyo wa kusharikia mateso yako na ya mama yako, wewe unayeishi na kutawala milele na milele. Amen. Na kuamkia Maria,
Yesu alisema kwenu nyinyi wa baba, mufanane Simoni Mkirene, wakunifuata acha nifuate, twende ajibebeshe msalaba. Wakunifuata acha nifuate, twende ajibebeshe msalaba. Kituo cha 5. Simoni anamsaidia Yesu kuchukua msalaba wake. Tunakuabudu na tunakusifu Yesu Kristo, kwa sababu umekomboa dunia kwa msalaba. Mtu akitaka kuwa mfuasi wangu, ajikatae mwenyewe, ajitwike msalaba wake kila siku, tena anifuate. Kwani mtu anayetaka kuokoa uzima wake ataupoteza, lakini mwenye kupoteza uzima wake kwa ajili yangu, yeye atauokoa. Yamfaa nini mtu kupata ulimwengu wote akijipoteza mwenyewe au kujitia hasara? Kwani mtu anayeona haya juu yangu na juu ya maneno yangu, juu ya mtu huyu Mwana wa Mtu ataona haya atakapokuja katika utukufu wake. Tuombe. Yesu, ulitaka Simoni wa Kirene auchukue msalaba wako nyuma yako. Unatuita na sisi wafuasi wako tujitwike msalaba wetu kila siku na kusharikia mateso yako. Tunakuomba, kwa kuwa sisi watu dhaifu hatuwezi kitu bila wewe, utupatie siku zote msaada wa neema yako, ili tuwe hodari katika kushinda mapenzi yako na tukupendeze katika matendo yetu yote, unayeishi na kutawala milele na milele. Amen. Sala ya imani. Uturumie Bwana, uturumie. Roho za marehemu zipate rehema kwa Mungu na zistarehe kwa amani. Yesu alisema kwenu nyinyi wa mama, mfanane na Veronika, wakunifuata acha nifuate, twende ajibebeshe msalaba. Wakunifuata acha nifuate, twende ajibebeshe. Kituo cha 6. Mwanamke mtakatifu anapangusa uso wa Yesu. Tunakuabudu na tunakusifu Yesu Kristo. Hakuwa na huzuni wala wangavu wa kuepukia macho yetu
mwenye kuepukwa na watu alidharauliwa, wala hakumheshimu hata. Tuombe. Yesu ulisema, yote mnayomtendea mojawapo katika hao ndugu zangu walio wadogo mlinitendea mimi. Tunakuomba vile kama mwanamke yule alivyokuonyesha mapendo akipangusa uso wako, tukutumikie kwa mapendo katika watu wenzetu, wewe unayeishi na kutawala milele na matumaini. Uturumie Bwana. Roho za marehemu zipate rehema kwa Mungu na zipumzike kwa amani. Nilipoanguka chini wakaanza masimango, uniokoe kama mwana wa Mungu. Mungu wangu yo, Mungu wangu yo, Mungu wangu, kwa nini umeniacha? Mungu wangu yo, Mungu wangu yo, Mungu wangu, kwa nini umeniacha? Kituo cha 7. Yesu anaanguka mara ya pili. Tunakuabudu na tunakusifu Yesu Kristo. Bila sababu wamenitegea wavu wao, bila sababu wamenichimbia shimo, wapoteze uzima wangu. Nilipoangukia mimi, walifurahi, wakakusanyika juu yangu wanipige mimi, nisipozani kitu. Wakanirarua bila kupumzika, wakanisumbua, wakanifanyizia mzaha, wakanisagia meno, wakanifumbilia kinywa sana, wakisema, weye tumeona kwa macho yetu. Tuombe. Yesu, ukikubali kudharauliwa na kupigwa na kuchekwa na watu waovu, utupatie sisi nguvu ya kudumu imara tunaposumbuliwa na kutukanwa kwa ajili yako, tupate kuvumilia hayo kwa mapendo yako, unayeishi na kutawala milele na milele. Amina. Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu. Uturumie Bwana. Roho za marehemu zipate rehema kwa Mungu na zipumzike kwa amani. Walipokuwa Yerusalemu, wanawake wakamlilia, akawaambia, mjililieni wenyewe, Bwana anakuja na huruma, bondeni mwa Getsemani, moyo
Yesu anawatuliza wanawake wanaomlilia. Tunakuabudu na tunakusifu Yesu Kristo. Mkutano mkubwa wa watu walimfuata Yesu, na wanawake wenye kujipiga kifua na kumwombolezea. Akawaelekea akawaambia, msinililie mimi, ila mjililieni wenyewe na kuwalilia watoto wenu, kwani siku zitakuja watakaposema, heri waliotasa na matumbo yasiyozaa na maziwa yasiyonyonyesha. Hapo wataanza kuiambia milima, tuangukieni, na vilima tufunikeni. Kwa sababu wakiutendea vile mti mbichi, yatakuwaje katika mti mkavu? Tuombe. Ehe Yesu, si Wayahudi tu waliokutesa, ila ni sisi pia tuliozidisha mateso yako kwa dhambi zetu. Tunakuomba tupatie sisi roho ya kutubu, tusililie dhambi zetu na za wenzetu. Utuhurumie ehe Yesu, utuondolee makosa yetu, utufanyizie tuvumilie magumu yetu kama malipo ya dhambi za dunia, unayeishi na kutawala milele na milele. Sala ya kuombea watu. Mungu wangu, naombea watu hapa Nyarugusu na wa nchi yote ya Tanzania, wapate kusikia maneno yako na kukupenda wewe Bwana na Baba yetu. Uchague kati yetu wateule wengi, vijana na mabinti, wajitolee kwako na kugeuka mapadri hao watao, ili wakutumikie wewe na kuwatumikia ndugu zao. Wasaidie Wakristo wote na hasa viongozi na makatekista wao, ili kwa kazi yao ya kitume wawasaidie watu wenzao katika mambo ya roho na ya mwili. Ibarikie parokia yetu iwe kama jamaa moja ya watoto wako wenye kukuaminia na kukupenda. Uturumie Bwana. Roho za marehemu kwa rehema ya Mungu zipumzike kwa amani. Nilipotendewa vile, hata neno sikusema. Kituo cha kenda. Yesu anaanguka mara ya tatu. Tunakuabudu na tunakusifu Yesu Kristo. Alipotendewa vikali, yeye alinyenyekea, wala hakufunua kinywa, kama mwana-kondoo anayepelekwa kuchinjwa, kama mwana-kondoo anayenyamaza mbele ya wenye kukata manyoya yake, hakufunua kinywa.
ameondoshwa, amefungwa, amehukumiwa. Nani aliyeshughulika na mwisho wake? Amekatiliwa mbali na nchi ya wazima, amepigwa kwa ajili ya uovu wa taifa lake. Tuombe. Ehe Yesu, wewe usiye na kosa, ulikubali kutendwa vikali na kuteswa na kupelekwa kuchinjwa kama mwana kondoo, wala hukufunua kinywa. Tunakuomba utufundisha sisi kufuata mfano wako na kuvumilia magumu na matukano ya watu bila kunungunika, na kuacha kisasi ikitendwa vibaya, ili tushinde maovu kwa kutenda mema, unayeishi na kutawala milele na milele. Sifa kwa Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Uturumie Bwana. Roho za marehemu zipate rehema kwa Mungu na zipumzike kwa amani. Waligawa nguo zangu kati yao wenyewe, wakaipigia kura. Mungu wangu yo, Mungu wangu yo, Mungu wangu, kwa nini umeniacha? Mungu wangu yo, Mungu wangu yo, Mungu wangu, kwa nini umeniacha? Kituo cha 10. Yesu anavuliwa nguo zake. Tunakuabudu na tunakusifu Yesu Kristo. Sababu umekomboa dunia kwa msalaba wako mtakatifu. Askari walitwaa nguo zake Yesu, wakaifanya mafungo 8, kwa kila askari fungo moja. Wakatwaa na kanzu yake pia. Ile kanzu haikuwa na mshono, ikawa yote mfumo mmoja tokea juu. Kwa hiyo wakaambiana, tusipasue, lakini tuipigie kura, itakuwa ya nani? Nalo waligawa nguo zake kati yao, wakaipigia kura kanzu yake. Tuombe. Ee Yesu, ulipovuliwa nguo zako, vidonda vyote vya kupigwa mijeledi vilifunguliwa tena, nawe uliteswa vikali katika mwili wako wote, upate kulipa dhambi za uasherati. Tunakuomba utupatie sisi nguvu ya kushinda tamaa mbaya, ili tuishi katika usafi wa mwili na wa moyo, wewe unayeishi na kutawala milele na milele. Namungamia Mungu Mwenyezi. Kwa mawazo, kwa maneno, kwa matendo na kwa kuacha mapasho yangu, kweli nimekosa nyingi, nimekosa sana. Ndiyo maana namuomba Maria Mtakatifu, bikira wa siku zote, malaika na watakatifu wote, nani ndugu zangu, niombeeni kwa Bwana. Utuhurumie Bwana. Roho za marehemu zipate rehema kwa Mungu na zistarehe kwa amani. Tumempata tuliyetafuta, Yesu Mnazareti.
11. Yesu anasulubiwa. Tunakuabudu na tunakusifu Yesu Kristo. Kwa sababu umekomboa dunia kwa msalaba wako mtakatifu. Wakamsulubisha Yesu, wakakaa chini, wakamchunga pale. Juu ya kichwa chake wakaweka mstaka wake ulioandikwa, Huyu ni Yesu, mfalme wa Wayahudi. Hapo wakasulubiwa pamoja naye wevi wawili, mmoja kuume, mwingine kushoto. Nao waliopita njiani wakamtukana, wakitikisa vichwa vyao na kusema, Ewe unayebomoa hekalu na kulijenga tena kwa siku 3, jiokoe mwenyewe. Kama ndiye mwana wa Mungu, ukashuke msalabani. Nao wakuu wa makuhani wakamcheka, pamoja na waandishi na wazee, wakisema, amewaokoa wengine, kujiokoa mwenyewe akashindwa. Tuombe. Yesu, ulitimiza kabisa mapenzi ya Baba yako na kuwatii watesaji wako waliokusulubisha na kuvumilia mateso makali ya msalaba na matukano ya watu. Tunakuomba utufundishe sisi kushika mapenzi ya Baba na kupenda amri zake na kuvumilia magumu ya maisha bila kunungunika, unayeishi na kutawala milele na milele. Kwa ajili ya mateso makali ya Yesu, uturumie sisi. Kwa ajili ya mateso makali ya Yesu, kwa ajili ya mateso makali ya Yesu, utuhurumie Bwana. Roho za marehemu kwa rehema ya Mungu zipumzike kwa amani. Bwana wangu Yesu alikufa mtini nipate